Je, umewahi kusikia kuhusu sanamu kubwa ambayo Danieli aliweza kuota? Na umewahi kusikia kuhusu wale wanyama wanne wakubwa ambao Danieli aliweza kuwaona? Wa kwanza kama simba, wa pili kama dubu, wa tatu kama chui, na wa nne mnyama wa kutisha. Je, unaelewa na maana yake ndani ya maandiko? Basi kama haujafahamu na kuelewa, leo tungependa kuangazia kipindi cha unabii. Kwa hivyo karibu mpendwa katika fundisho la unabii wa Biblia ambalo Mungu amefunua siri kubwa kuhusiana na masuala hata yanayoendelea katika dunia hii. Masuala kuhusiana na dini, masuala kuhusiana na jamii, masuala kuhusiana na siasa na hata uchumi na mambo mengine yote yalitabiriwa ndani ya Biblia. Hebu tuweze kuzamia katika vitabu hivi ambavyo kwa wengi ni unabii ambao haueleweki. Wengi wamesema haieleweki, tutaenda kuonyeshwa mbinguni, lakini sio hivyo. Mungu alituandikia katika Biblia, tusome, tuelewe. Hebu tusome kitabu cha Petro wa pili. Sura yake ni ya kwanza, mstari wake ni wa 19 mpendwa. Inasema hivi Petro wa pili 1:19. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia ni kama taa ing'ayo mahali penye giza. Mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa hivyo katika kitabu hiki cha Petro wa pili tunaambiwa kwamba tuko na lile neno la unabii ambalo ni imara kabisa. Na kama tukiangalia na kufuatilia na kusoma na kuelewa, inafananishwa na taa ambayo inang'aa mahali kuna giza. Kwa hivyo Wakristo, taa yetu ni unabii wa Biblia. Inang'aa, inamulika mahali tumetoka katika historia. Inamulika mahali tupo hata katika historia. Na inamulika mambo yatakayotendeka baadaye kabla Yesu hajarejea mara ya pili. Inafananishwa na taa. Kitabu cha Ufunuo 1:1-3 pia inasema maneno yafuatayo. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika, akamwonyesha mtumwa wake Yohana, aliyeishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Kwa hivyo tumeona ya kwamba unabii ni mambo yaliyotabiriwa ambayo hayana budi kutukia. Na baadaye tumeambiwa heri asomaye na heri anayesikia maneno haya ya unabii. Kwa sababu gani? Wakati umekaribia. Kwa hivyo Wakristo, wakati unapokaribia, ni vizuri tuweze kuelewa unabii wa Biblia. Leo tutazamia kitabu cha Danieli 2. Kitabu cha Danieli 2 kuna historia ndefu na kuna unabii wa ajabu ambao Mungu kupitia kwa Danieli aliweza kutufunulia. Unaposoma kitabu cha Danieli 2, sura yake ya kwanza na kuendelea, tunapoangalia sasa sanamu ile kubwa ambayo Nebukadneza aliweza kuota, ni vizuri tuweze kuona ndoto hiyo, sanamu hiyo na maana ya sanamu hiyo, na ni kwa nini tunajifundisha sisi kama Wakristo. Inatuandaa vipi kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Kitabu cha Danieli 2 kuanzia mstari wake ni wa kwanza na kuendelea, inasema mambo yafuatayo. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto yake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata niijue tafsiri yake. Ndipo hawa Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Kwa hivyo katika Danieli 2 tunaona ya kwamba kuna mfalme mmoja
alilala siku moja akaota ndoto. Tunaambiwa akasumbuka, na aliposumbuka akaagiza waitwe waganga, wachawi, wakaldayo, wasihiri na wenye hekima wa Babeli waje kumweleza mfalme ndoto aliyoiota na kisha tafsiri yake. Yaani aambiwe ni nini alichokiota na kisha aambiwe maana ya ndoto hiyo ni nini. Tunaambiwa walikuja, na unapoendelea kusoma inasema ya kwamba wale watu waganga na wachawi wakamwambia mfalme, tuambie ulichokiota na sisi tutakupea tafsiri yake. Lakini mfalme alikuwa ameisahau ndoto ile. Mfalme akawaambia, ninyi mnieleze, nyinyi ambao ni waganga, nyinyi ambao ni wachawi na wasihiri, nyinyi ambao mnajua kutabiri, ninaomba mnieleze nilichokiota na kisha mniambie tafsiri yake. Unapoendelea kusoma mpendwa, ni kwamba walishindwa kueleza, na waliposhindwa kueleza, mfalme akatoa amri ya kwamba hawa watu wote waweze kuuawa kwa sababu hawajamfaidi mfalme kwa chochote. Kwa hivyo mtu mmoja ambaye anaitwa Arioko akatumwa aende awaue waganga, wachawi, wakaldayo na wasihiri na hata wenye hekima wa Babeli, kwa maana wameshindwa kumweleza mfalme ndoto yake. Arioko akaenda akaanza na wenye hekima wa Babeli, akaanza na Danieli. Danieli alikuwa mmoja wa wenye hekima wa Babeli, na Danieli alipouliza akaambiwa waganga na wachawi walishindwa kumweleza Nebukadneza ndoto yake. Danieli akapelekwa ndani ya mfalme, akaomba ruhusa apewe muda aweze kurudi, aweze kumweleza mfalme ndoto aliyoiota. Danieli alienda nyumbani akakutana na marafiki zake Shadraki, Meshak na Abednego, wakawa wanamwomba Mungu wa mbinguni waweze kuwajulisha ndoto ya Nebukadneza, na Mungu aliye mwaminifu akamjulisha Danieli ndoto ya Nebukadneza. Danieli akamtafuta Arioko akamweleza apelekwe kwa mfalme Nebukadneza aweze kumwonyesha ndoto ambayo Mungu amemfunulia. Kwa hivyo unaposoma kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wake ni wa 24, baada ya Mungu kumwonyesha Danieli, sasa maandiko yanasema hivi 24, basi Danieli akaenda kwa Arioko aliyewekwa na mfalme kuangamiza wenye hekima wa Babeli. Alikwenda akamwambia hivi, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme, nami nitamwonyesha mfalme tafsiri yake. Ndipo Arioko akamuingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, nimemwona mtu wa hawa wana wa Yuda waliohamishwa atakayemjulisha mfalme ile tafsiri. Mfalme akajibu akamwambia Danieli aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyouliza mfalme wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Kwa hivyo kumbe Nebukadneza aliota ndoto ya mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Kwa nini tujifunze kitabu cha Danieli 2? Mungu amefunua siri ya mambo yatakayotokea siku za mwisho. Kitabu hicho mstari wa 29 inasema, wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa halafu, yani yatakayokuwa baadaye, na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Lakini mimi sikufunuliwa siri kwa sababu ya hekima iwayo yote niliyo nayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi la mfalme afunuliwe ile tafsiri na apate kujua mawazo ya moyo wake. Sasa tunaingia mstari wa 31 mahali kuna ndoto yenyewe. Mstari wa 31. Wewe mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake
kilikuwa ni cha dhahabu safi, na kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake ni nusu ya chuma, nusu ya udongo. Nao ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake. Na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa, likaijaza dunia yote. Kwa hivyo Danieli akasimama mbele ya mfalme Nebukadneza, akamweleza ndoto yake, akamwambia, uliona sanamu kubwa sana. Sanamu hiyo ikasimama mbele yake, na sanamu hii kichwa chake ilikuwa ya madini ya dhahabu safi. Kifua na mikono yake ilikuwa ya fedha. Tumbo na viuno vyake ilikuwa ya shaba. Miguu ilikuwa ya chuma, na nyayo za miguu nusu chuma nusu udongo. Yaani kwa Kiingereza kichwa ilikuwa ya pure gold. Alafu kifua na mikono ilikuwa ya silver. Alafu tumbo na kiuno ilikuwa ya bronze, na miguu iron, na nyayo za miguu partly iron partly clay, yani sehemu ama ilikuwa imechangamana udongo na chuma. Na alipokuwa akitazama sanamu hii, jiwe likachongwa bila kazi ya mikono ya mtu, ikaipiga hiyo sanamu kwenye ile nyayo ya miguu, na ikavunjavunja sanamu yote, ikavunjavunja, ikapeperushwa na upepo. Kisha ile jiwe ambalo ilipiga ile sanamu ikawa mkubwa, ikafura, ikawa mlima, ikaijaza dunia yote. Hiyo ndiyo ndoto ya mfalme Nebukadneza. Maana yake nini? Maana yake nini? Hebu tusome kitabu cha Hosea sura ya 12 mstari wake ni wa 10. Mungu anasema maneno haya. Inasema hivyo maandiko: tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Mungu anasema amenena na manabii kama Yeremia, Isaia na hata huyu Danieli, na ameongeza maono, na kwa utumishi wa manabii ametumia mifano. Kwa hivyo jambo ambalo tunajifundisha leo kuhusiana na ndoto ile ni mfano. Mungu anajaribu kutufundisha jambo fulani. Kwa hivyo ni vizuri baada ya kuona mfano huu, ni vizuri kuuliza Biblia, maana yake mfano huu nini? Maana yake sanamu hii nini? Kichwa chake maana yake, kifua, kiuno, miguu, nyayo, na hata ile jiwe ambalo limepiga hii sanamu maana yake nini? Kwa maana tumejua ni mfano. Kwa hivyo kitabu cha Danieli kimeandikwa kwa njia ya mfano ama fumbo. Hiyo ni kitabu cha Danieli 2. Lakini ni fumbo hilo ama mfano huo, Mungu hajatuacha gizani, ametueleza maana yake. Tunaanza na jiwe. Maana ya jiwe lililoipiga hiyo sanamu maana yake nini? Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wake ni wa 20. Maana ya jiwe inasema, mmejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo tayari tumejua jiwe inamwakilisha Kristo ama Yesu. Tusome andiko lingine. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wake ni wa 4. Inasema mambo yafuatayo: wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana walionywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hivyo kwa ufupi mpendwa, sanamu hii nzima inasimamia falme, tutakuja kusoma, na jiwe linasimamia ufalme wa Yesu. Yaani baadaye Yesu ataleta ufalme wake ambao utakuja kuondoa falme zingine, na falme yake itakuwa kubwa na itatawala dunia nzima,
milele na milele. Kwa hivyo jiwe hili kuanguka na kuipiga sanamu, maana yake ni kurejea kwa ufalme wa Yesu hapa duniani na kuondoa falme zote hapa duniani na itawale milele hata na milele. Kwa hivyo maana ya jiwe ni ufalme wa Yesu unaporejea na kuja kuvunja falme za dunia hii. Kwa hivyo ni vizuri turejee sasa katika kichwa, tujue kichwa ni ufalme gani, tujue kifua ni ufalme gani, tujue kiuno ni ufalme gani, tujue miguu ni ufalme gani, na hii mgawanyiko wa nusu chuma nusu ya udongo maana yake nini. Kwa hivyo tunarudi katika kitabu cha Danieli 2:36 mpaka 38. Nini maana ya kichwa cha dhahabu safi? Tunasoma Danieli 2:36 mpaka 38. Maandiko yanasema, hii ndiyo ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Kwa hivyo Danieli akasema hiyo, baada ya kumweleza ndoto akamwambia tutahubiri tafsiri yake. Wewe mfalme, mfalme wa mfalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu, na kila mahali wakapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mikononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe kichwa kile cha dhahabu, wewe kichwa kile cha dhahabu. Danieli akamweleza mfalme ya kwamba yeye ni kichwa cha hiyo sanamu. Kwa hivyo tayari tumejua kumbe kichwa inaashiria ufalme ambao Nebukadneza alikuwa akitawala. Kwa hivyo kichwa ni ufalme ambao Nebukadneza alikuwa akitawala. Nebukadneza alikuwa akitawala ufalme gani? Ni ufalme wa Babeli. Kwa hivyo kichwa inaashiria ufalme wa Babeli, ambapo kwa wakati huo Nebukadneza ndiye aliyekuwa mfalme. Maandiko yanasema wewe kichwa kile cha dhahabu. Kwa hivyo kichwa cha dhahabu ni ufalme wa Babeli kiongozwa na Nebukadneza. Mstari wa 39. Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote, na ufalme wa 4 utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda. Kwa hivyo tunaona ya kwamba baada ya dhahabu kutakuwa na ufalme mwingine wa pili ambao umefananishwa na kifua, kisha ufalme mwingine wa tatu ambao umefananishwa na kiuno, kisha ufalme mwingine wa 4 ambao umefananishwa na miguu ya chuma. Kwa hivyo hizi, mpendwa, ni falme ambazo zitatawala dunia kabla ya jiwe kuanguka, kabla Yesu hajarejesha ufalme wake. Kwa hivyo jiwe tumemaliza kusema ni ufalme wa Yesu utakaporejeshwa hapa duniani. Kwa hivyo kichwa ni Babeli ikiongozwa na Nebukadneza, na alitawala wakati huo kuanzia mwaka wa 605 BC kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 538 kabla ya Kristo, yani kuanzia 605 BC mpaka 538 BC. BC maana yake ni before Christ, yani kabla ya Yesu kuzaliwa kimwili duniani. Yesu amekuwepo zamani milele, lakini kimwili kuzaliwa, ufalme wa Babeli umetawala miaka 605 kabla Yesu hajazaliwa mpaka mwaka wa 538 kabla Yesu hajazaliwa. Huo ndio ufalme wa kichwa. Na ufalme wa kichwa baada ya Nebukadneza tukawa na mwingine aliyekuja anaitwa Evil Merodach. Baada ya Evil Merodach kumekuwa na wengine, alafu wa mwisho amekuwa ni Belshaza. Kumekuwa na Belshaza akiwa ni mfalme wa Babeli. Baada ya Babeli sasa tunatoka katika kichwa, tunaenda kwa kifua na mikono ya sanamu ile. Tupende kujua nayo inamaanisha ufalme gani. Tayari tumejua ni ufalme, lakini ni ufalme gani? Kwa hivyo tutaelekea katika kitabu cha Danieli 5 tukianza na mstari wake ni wa 1 na kuendelea, tuweze kujua maana ya kifua na mikono yale. Kitabu cha Danieli 5:1 mpaka na kuendelea hata mpaka 5 inasema,
Belshaza mfalme aliwafanyia wakuu wake 1000 karamu kubwa, akanywa divai mbele ya 1000 hao. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru avilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo babake Nebukadneza alivitoa katika hekalu lililoko Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu ya nyumba ya Mungu lililoko Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu, ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu, vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme, mahali palipoikabili kinara, naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika. Tunakumbushwa kwamba Belshaza, ambaye sasa ni mfalme wa Babeli, aliandaa karamu kubwa na akaita wageni wengi, tumesoma, waje wanywe pamoja naye. Lakini jambo ambalo Belshaza aliweza kufanya ni kuagiza vikombe vya dhahabu vitolewe hekaluni ama kanisani, alafu waje watumie kwa maneno ya ulevi. Yaani jambo hilo likawa limemkasirisha Mungu. Mungu akatuma kiganja cha mkono kikaandika katika ukuta mambo fulani. Yaani Belshaza ameamua kutumia vitu vitakatifu kwa mambo ambayo hayamtukuzi Mungu hata kidogo, ulevi. Lakini maneno yakaandikwa katika ukuta. Maneno hayo ni maneno gani? Mstari wa 25. Na maneno yaliyoandikwa ni haya: mene, mene, tekeli na peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Kwa hivyo maneno yale mene, mene, tekele, peresi, maana yake ilikuwa hii: mene, ufalme wako umehesabiwa na kukomeshwa. Yaani kwa ufupi, Babeli imekomeshwa sasa, haitatawala tena, imefika mwisho. Tena mara mbili, imekomeshwa. Mene, mene. Tekeli, Mungu amekupima katika mizani. Tekeli, umepimwa, umeonekana kwamba umepunguka. Yaani Mungu anapoona kile ambacho umefanya machoni pake, kutumia vitu vitakatifu vilivyowekwa wakfu vya hekalu, unatumia kwa vitu vyako vya kibinafsi isiyomtukuza Mungu, umepungua. Peresi, sasa ufalme wako wa Babeli umegawanyika, na baada ya kugawanyika wamepewa Wamedi na Waajemi. Kwa hivyo ufalme uliofuata, mpendwa, wanaitwa Wamedi na Waajemi. Ndio maana katika sanamu ile tuko na kifua na mikono miwili. Mkono wa kwanza, mkono wa kushoto ni Medo, Umedi, na mkono wa kulia ni Peresi. Medo, Pasha. Medo, Pasha. Kwa nini Pasha wako kulia? Walikuwa na nguvu kuliko Medo. Ndio maana tuko na mkono wa kulia na pia mkono wa kushoto. Na katika sanamu hii kifua tumeambiwa ilikuwa ni ya fedha ama ukipenda silver, na tayari tumejua ni ufalme wa Medo Pasha, na wafalme wake ni Cyrus na Darius. Cyrus na Darius. Na hawa wakatawala kuanzia mwaka wa 538 mahali Babeli waliwachia sasa, 538 BC mpaka mwaka wa 331 BC. Kuanzia mwaka wa 538 kabla ya Kristo kuzaliwa duniani mpaka mwaka wa 331 kabla ya Yesu kuzaliwa. Kwa hivyo huo ni ufalme wa pili. Tunaenda katika ufalme wa tatu. Tunaenda katika kiuno cha sanamu. Kiuno nacho kinasimamia ufalme upi? Kitabu cha Danieli 8 mstari wake wa kwanza mpaka ule wa 7 unasema mambo yafuatayo: katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake mfalme Belshaza, maono yalinitokea mimi, naam mimi Danieli, baada ya hayo yaliyonitokea hapo kwanza.
nami naliona katika maono. Ilitukia nilipoona, na alikuwako huko Shushani ngomeni katika wilaya ya Elamu, nikaona katika maono. Mimi nalikuwa karibu na mto Ulai. Kwa hivyo Danieli anasema aliona maono akiwa katika ngome ya Shushani, wilaya ya Elam, katika river Ulai. Kwa hivyo anasimama katika mto huyu Danieli, na kuna mambo Danieli aliweza kuona anaposimama hapa kando ya mto. Akasema hivyo, mstari wa 3, ndipo nikainua macho yangu nikaona, na tazama, mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili, na zile pembe mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini, upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mikononi mwake. Lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Kwa hivyo Danieli anasema anaposimama katika mto Ulai pale kando, akainua kichwa chake akaona kondoo mume aliyekuwa na pembe mbili, lakini hizi pembe mbili zilikuwa ndefu, lakini ijapokuwa zote zilikuwa ndefu, moja ilikuwa ndefu kuliko nyingine. Huyu kondoo alikuwa anaenda sehemu ya kusini, magharibi na kaskazini, na hakuna mtu aliyeweza kumguza ama kumtisha. Danieli alipokuwa anaendelea kumtazama huyu kondoo mume, mstari wa 5, nami nilipokuwa nikifikiri, tazama, beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia mzima bila kuiguza nchi, na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili niliyemwona akisimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Kwa hivyo Danieli akasema, baada ya kuona kondoo mume aliyekuwa na pembe mbili, akamwona beberu sasa anatoka upande mwingine wa magharibi, na huyu beberu hakuwa anaguza chini, alikuwa anaruka hewani, na huyu beberu alikuwa na pembe moja mashuhuri katikati ya macho yake. Huyu beberu akakuja kumkaribia huyu kondoo mume. Biblia inasema na akamshambulia. Mstari wa 7, nikamwona akimkaribia huyo kondoo mume, akamwonea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili, na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyaga kanyaga, wala hakuwapo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba beberu alikuja kwa ghadhabu nyingi, akamgonga huyo kondoo mume, akavunja pembe zake mbili, akamwangusha chini, akamkanyaga kanyaga. Hakuna mtu aliyeweza kumwokoa huyo kondoo mume. Tulisoma Hosea 12:10. Mungu alisema ameongea na manabii, na kwa utumishi wa manabii ametumia mfano. Kwa hivyo hata Danieli naye anampendwa, ni mifano imetumika. Kondoo mume ni mfano, pembe hizi mbili ni mfano, huyu beberu ni mfano, hata pembe hii yake moja ni mfano. Maana yake nini? Kitabu cha Danieli hiyo sura ya 8 mstari wa 20 na 21. Nini maana ya kondoo mume? Nini maana ya beberu? Mstari wa 20, yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Kwa hivyo tayari Biblia imeweka wazi, kondoo mume anasimamia ufalme wa Medo Pasha, yani Umedi na Uajemi. Pembe ya kwanza iliyo ndefu wanaitwa Uajemi, pembe ile ndefu lakini fupi kidogo ni Umedi. Kwa hivyo hizo pembe mbili ni falme hizi mbili, Umedi na Uajemi, ambao ni Medo Pasha. Na huyu beberu naye ni nani? Mstari wa 21, na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Kwa hivyo kumbe huyu beberu ni mfalme wa Uyunani. Uyunani ni Greece, kumbe huyu beberu ni Greece. Kwa hivyo Mungu anapojaribu kutuambia Greece ilikuja ikapigana na Medo Pasha ikaishinda, Mungu akatumia mfano ya kondoo mume na beberu. Mungu anatupea mfano kisha anatupea maana yake. Kwa hivyo Mungu
hajatuacha katika giza. Kwa hivyo kitabu cha unabii wa Danieli inaeleweka, sio kigumu. Kwa hivyo tayari tumejua baada ya kutoka Babeli tumeenda Medo-Pasha. Baada ya kutoka Medo-Pasha sasa tunaelekezwa kwa Greece, mahali tumeona Greece akiongozwa na Alexander the Great. Biblia imesema mfalme wa kwanza ni hiyo pembe mashuhuri ambaye anaitwa Alexander the Great. Alexander the Great ni mfalme wa Greece ambaye aliandaa majeshi yake na wakaenda wakapigana na Medo-Pasha, ikawaangusha. Greece ikawa ni ufalme ambao unatawala. Ilitawala kuanzia mwaka upi? Baada ya kuangusha Medo-Pasha mwaka wa 331 BC mpaka mwaka wa 168 BC, ama kuanzia mwaka wa 331 kabla Yesu hajazaliwa mpaka mwaka wa 168 kabla Yesu hajazaliwa. Hiyo ndio ufalme wa kiuno ambao unasimamia Greece. Baada ya Greece tunaenda katika ufalme wa 4. Kitabu cha Danieli 8:8 inasema, na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu pembe ile kubwa ikavunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri zilizoelekea pepo 4 za mbinguni. Kwa hivyo yule Alexander the Great baada ya kumgonga yule kondoo mume na kuvunja pembe zake, pia pembe yake moja hiyo Alexander the Great ikavunjika. Maana yake Alexander akafariki. Alexander aliaga dunia kwa sababu ya ulevi wake ambao uliomuua. Lakini tunaambiwa baada ya hiyo pembe kuvunjika, ama baada ya Alexander kuaga dunia, pembe zingine 4 zikazuka. Hiyo nayo ina maana gani? Ina maana ya majenerali 4 wa Alexander walioshika usukani baada ya kifo cha Alexander. Jenerali wa kwanza aliitwa Lysimachus ambaye alitawala sehemu ya kaskazini, ama ukipenda north, sehemu ya Thrace na Asia Minor. Jenerali wa pili akaitwa Ptolemy ambaye alienda upande wa kusini ama south, ambaye sasa ndio Misri ama Egypt. Pembe ya tatu anaitwa Seleucus ambaye alishika sehemu ya mashariki, ama ukipenda east, sehemu ya Syria na sehemu ya Babeli. Na pembe ya mwisho ya 4 ni Kasanda, ni jina la mtu, jenerali Kasanda ambaye alitawala sehemu ya magharibi, ama ukipenda west, ambayo sasa ni sehemu ya Greece. Kwa hivyo baada ile pembe kuvunjika zikazuka pembe 4: Lysimachus, Ptolemy, Seleucus na Kasanda. Hizo ndizo pembe 4. Hiyo ndio ufalme wa Greece. Sasa tunaenda ufalme mwingine wa 4 ambao unafananishwa na chuma. Danieli 8:9 mpaka 10 inasema, na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo moja. Hiyo pembe 4 ikatokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini, upande wa magharibi na upande wa nchi ya Uzuri, nayo ikakuwa kiasi cha kufikilia jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile na nyota ikazikanyaga. Kwa hivyo tunaambiwa ufalme ambao sasa tunaona ilishika usukani baada ya Greece, tunaambiwa pembe ingine ndogo ikatokea baada katika moja ya zile pembe 4. Pembe hii ndogo mpendwa ni Rumi. Ni Rumi katika sehemu zake 2, katika sehemu ya Rumi ya kipagani na Rumi ya kipapa. Katika sehemu zote 2 tunaona pembe ndogo ikizuka, lakini kwa mara ya kwanza Rumi inaanza ikiwa ni kipagani, kisha mwishowe inamalizia ikiwa ya upapa ama ya kidini. Inamalizia ikiwa Roma ya kidini, lakini ilianza ikiwa Roma ya kipagani. Na tunaambiwa iliangusha chini baadhi ya jeshi la mbinguni. Yaani kwa ufupi, falme hizi zote zimehusika kwa kuwanyanyasa na kuwatesa Wakristo wa Mungu ambao wanaitwa jeshi la mbinguni. Lakini huyu wa 4 alihusika sana kutesa, na hata baadaye tutakuja kuona ilimsulubisha Yesu. Kwa hivyo hii ndiyo Rumi ambayo ni sehemu ya chuma ya miguu, ambayo ni Rumi ambayo ilitawala kuanzia mwaka wa 168 BC mpaka 476 AD. Kwa ufupi tunamaanisha Yesu anapozaliwa ni ufalme wa 4 unaotawala. Hebu tusome kitabu cha Mathayo
sura ya 2 mstari wake ni wa kwanza. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wake ni wa kwanza, inasema maneno yafuatayo: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode. Kwa hivyo nani alikuwa mfalme Yesu akizaliwa? Herode. Herode alikuwa nani? Mfalme wa Rumi ya kipagani. Kwa hivyo Yesu amezaliwa kipindi cha Rumi ya kipagani. Yaani kwa ufupi, Babeli ilikuwa imeondoka katika historia, Medo-Persia ilikuwa imeondoka katika historia ya dunia, Greece ilikuwa imeondoka katika historia ya dunia. Tunaona Warumi wanaingia katika historia kwa kutawala. Kuanzia mwaka upi? 168 BC mpaka 476 AD, yani after Anno Domini. Sasa baada hata ya Yesu. Yesu amezaliwa Rumi ikitawala. Na tunajua hadithi ya kwamba Herode akataka kumuua mtoto Yesu. Alitaka kumuua mtoto Yesu. Kwa maana nimekuambia falme hizi zote zimehusika kwa kuwatesa Wakristo. Mfano, Babeli ilitoa amri ya kwamba watu wote waabudu sanamu ya Nebukadneza, lakini kuna vijana watatu waliosimama, Shadrach, Meshach na Abednego, na wakakamatwa wakatupwa katika tanuru ya moto. Kwa hivyo tunaona hata Babeli imehusika kwa kuwatesa Wakristo wa Mungu. Katika Medo-Persia tunaona amri ilitolewa ya kwamba mtu yeyote asiyemwabudu mfalme kwa siku 30 atatupwa katika tundu la simba. Tunaona Danieli akitupwa katika tundu la simba. Tunamaanisha nini? Hata Medo-Persia ilihusika kwa kuwanyanyasa watakatifu wa Mungu. Vile vile Greece, na leo hata tunaona Rumi ya kipagani. Yesu anapozaliwa, Herode anataka kumuua. Herode anataka kumuua. Na mwisho wa yote, Yesu anasulubishwa na falme hii ya Rumi ya kipagani. Waliomsulubisha Yesu msalabani ni ufalme wa Kirumi ya kipagani. Kwa ufupi tunamaanisha ni sehemu ya miguu ya chuma ya sanamu ile ya Danieli 2. Kisha baadaye tunaona falme ya Rumi inagawanyika tena mara 10. Yaani maana ya vidole 10 ya sanamu ile ambayo ilikuwa ya nusu chuma na nusu ya udongo. Inasema hivi Danieli 2:41 mpaka 45. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwa kwa nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo na matope. Na kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Kwa hivyo hizi vidole 10 ni matokeo ya Rumi kupasuka ama kugawanyika. Kwa hivyo kumbe Rumi iligawanyika sehemu ngapi? 10. Sehemu ya kwanza inaitwa France. Hiyo ni kidole cha kwanza. Mguu iko na vidole 5 na huo mguu mwingine 5. Kwa hivyo yote ni vidole 10. Kwa hivyo Rumi ikagawanyika sehemu 10. Sehemu ya kwanza France, sehemu ya pili Germany, sehemu ya tatu Portugal, sehemu ya 4 Switzerland, sehemu ya 5 Spain, sehemu ya 6 England, sehemu ya 7 Italy, sehemu ya 8 Vandals, sehemu ya 9 Heruli na sehemu ya 10 Ostrogoths. Hizo ndio mgawanyiko wa Rumi. Huo ndio mgawanyiko wa Rumi. Ndio maana unaposoma katika Danieli 2:43 mpaka 45 inasema, na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyikana na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, na utasimama milele na milele. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba wakati wafalme hawa 10 wanatawala, Mungu ataleta ufalme wake na kuvunja hizi falme zote ambao tuliona ni jiwe ambalo lilianguka, na itakuja kuviharibu
na hii jiwe ama ufalme wa Mungu ama ufalme wa Kristo utatawala milele na milele. Kwa hivyo mpendwa, katika Danieli 2 tunapelekwa katika historia ya Biblia na ya dunia ya vile wafalme walitawala na jinsi walihusika katika kazi ya kuiharibu injili na kuwatesa Wakristo. Na baadaye tunaona hata Rumi imehusika kumtesa Yesu na Wakristo wa kwanza na hata kumtesa Yesu ama kumsulubisha Yesu. Tunaona ya kwamba walihusika kunyanyasa Wakristo na kuangamiza neno la Mungu. Lakini Mungu amesema ya kwamba ufalme wake utakaporejea utakuja kuondoa zote na utatawala milele na milele. Kwa hivyo katika ufupi ya maneno ambayo tumejifundisha leo ni kwamba kichwa cha dhahabu tumejua ni ya dhahabu, tumejua ni ufalme wa Babeli, na tukajua ni ufalme wa Nebukadneza, na kisha tukajua ulitawala kuanzia mwaka wa 605 mpaka 538 BC. Baada ya hapo tukaenda sehemu ya kifua na mikono yale miwili ambayo sasa ni ya fedha. Tukapata kuona ya kwamba ni ufalme wa Umedi na Uajemi ama ukipenda Medo-Persia, ambao viongozi wake tukaona ni Cyrus na Darius, na wakawa na tawala ama ufalme wenyewe ukatawala kuanzia 538 BC kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 331 kabla ya Kristo, 538 BC mpaka mwaka wa 331 BC. Tukaenda sehemu ya kifua, tukaona inasimamia ufalme wa Uyunani ama ukipenda Greece ukiongozwa na Alexander the Great, na ukatawala kuanzia mwaka wa 331 BC mpaka mwaka wa 168 BC. Kisha tukaona miguu ya chuma ambayo sasa ni Rumi. Rumi ikianza na Rumi ya kipagani imetawala kuanzia mwaka wa 168 BC mpaka mwaka wa 476 AD. Na baadaye tukaambiwa Rumi ikavunjika sehemu 10, na tumekwisha kuona sehemu hizi 10 ni gani. Na wakati hawa wafalme 10 watakuwa wakitawala, Yesu atarejesha ufalme wake. Ungana nami katika sehemu ya Danieli 7 tuweze kuona ni nani anayetawala sasa na ni nini kitakachopelekea Yesu kurejea mara ya pili. Ni mambo gani atatukia kwanza kabla Yesu hajarejea mara ya pili. Tumefika katika vidole vya miguu. Tumefika mahali tuko katika historia yetu siku ya leo. Kitabu cha Danieli 2:45 inamalizia kwa kusema, na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni hakika na tafsiri yake ni thabiti. Kwa hivyo ndoto hii ni hakika na tafsiri yake ambayo hata tumeeleza sasa ni thabiti. It is very sure. Ungana nami katika sehemu ya pili tunapoangazia Danieli 7 tuweze kujua yanayojiri Mungu anapoendelea kutufunulia kupitia unabii wa Biblia tuliyopewa. Mungu wa mbinguni akubariki tunapoendelea kujifunza pamoja.